Leo ni weekend. Leo ni weekend na kumekuwa na taarifa nyingi ambazo zimejiri. Mi niko hapa napitia baadhi ya taarifa baada ya kupaki hapa, napitia taarifa mbili tatu ambazo zinaendelea duniani. Kuna taarifa mchanganyiko, taarifa ya kufungwa kwa mfereji wa Hormuz kamili, lakini kumekuwa na taarifa mbili za misiba za watu maarufu wawili. Nitaanza na hizi kabla ya kuja kwenye hili ambalo ndio ambalo linaweza kusema linastua kwa sababu majibu yake yanakuja mpaka kwetu kwa kiwango cha hali ya juu sana, na tumekuwa tukifahamu. Leo hii huwezi kumweleza mtu kuwa madhara ya kufungwa Hormuz nani hayajui. Kila mmoja anafahamu kuwa tulipokuwa tunanunua mafuta shilingi 4,000 plus kwa lita, haya yote yalikuwa ni majibu ya kile kinachoendelea Hormuz. Tukashuka kidogo kwa Dar es Salaam tukaenda mpaka 3,990 na ni kidogo sana yani, kwa hiyo mabadiliko yalikuwa ni kidogo sana. Sasa kupata taarifa tena kuwa Hormuz imefungwa tena, tunafikiria vitu vinazunguka kichwani. Kulikuwa kuna taarifa ambayo ilitolewa na vyombo vya habari kuanzia jana jioni, hasa jana jioni, japokuwa naona asubuhi kama ndio imekuwa imespread sana, yani asubuhi imetambaa kwa wingi taarifa ya kifo cha senator wa Lindsey Graham, huyu senator ambaye ni pro Israel inaweza nikasema. Taarifa yake ilionekana na vyombo vya habari kuanzia usiku, jioni, jana, ikawa kama vile walikuwa hawataki kuitangaza moja kwa moja. Asubuhi ndio tumeiona. Huyu senator Lindsey Graham ni wa South Carolina. Na ukitaka kujua alikuwa senator gani au alikuwaje, nenda kwenye mitandao alafu angalia kila mtandao uliomposti ni mtandao gani. Je, huu mtandao ni wa pro nani? Ukienda kwenye mitandao ambayo imekuwa pro Iran and Palestina, wao ni sherehe, yani ni sherehe wanachokizungumza vizuri, yani wanasherekea kifo cha Lindsey Graham. Ukienda kwenye mitandao ambao mfano inamilikiwa na Wazayuni, kwa kweli ni msiba mkubwa, na wao wanakuambia sad news kwao kwa upande huu. Kwa hiyo kumekuwa na hii taarifa ya kifo cha huyu senator ambaye amekuwa ni mtetezi mkubwa wa Israeli kwa miaka. Amekuwa huyu ni IPAC lobbying mkubwa sana. Naposema IPAC lobbying na kusudia kuambia kuwa huyu ni mmoja wa wanasiasa ambao wamekula pesa nyingi zaidi ya Israeli. Kwa hiyo hicho ndio kilichotokea, na hizi taarifa ni za mapema. Hatujui utaratibu utakuwaje, itatangazwa, lakini huyu ni senator wa South Carolina Lindsey Graham ambaye ni pro Israeli wa kufa, yani yeye ni damu Israel, ukimchana damu yake na inakuwa ni ya Israel, na alikuwa mshabiki sana wa vita ya Irani na akisapoti kila kinachoendelea. Lakini kumekuwa na taarifa ya former leader, kiongozi wa zamani wa Qatar, Sheikh Hamad bin Khalifa, naye amefariki leo. Hii taarifa imetajwa sana labda na vyombo vya habari kadhaa, lakini imezungumzwa kwa zaidi na Al Jazeera, kwa sababu unajua Al Jazeera ni ya Qatar. Kwa hiyo imetaja hizi taarifa kwa kina. Kwa hiyo hawa ni viongozi wawili ambao nimekuambia taarifa zao zimeanza leo mapema kuwa wamefariki wote. Iran imefunga Hormuz baada ya mashambulizi ya kulipiza kisasi katika pande mbili. Jana kuna meli ilipita upande wa njia ya Oman ikiwa imezima vifaa vyake vya ufuatiliaji ikiwa imezima. Sasa IRGC wakawa wameshagundua kuna meli inapita, kwa hiyo wakaishambulia. Hiyo meli ilikuwa ni ya Cyprus. Baada ya pale Marekani akapanic, kwa nini umeshambulia meli ya kiraia? Marekani akafanya majibizi kwa Irani, na Irani jana akatoka nje ya mstari, kwa sababu tumeona karibu mwezi mmoja mashambulizi, na nililizungumza nawe kuwa kuna nchi alikuwa ameziepusha kuzigusagusa, lakini naona jana kapiga Qatar, kapiga Jordan. UAE wanadai kuwa makombora waliyozuilia nje ya mipaka hayakuwahi kuingia, lakini kuna mashambulizi mawili yalikwenda Oman jana. Kuna shambulizi la drone ambalo lilienda kupiga kule Musandam kwenye moja ya meli, halafu kuna shambulizi jingine lilienda kupiga kwenye bandari kubwa kabisa ambayo iko kule Duqm. Najua ukiwa Oman unafahamu kule Duqm kuna
kuna eneo moja kubwa sana ambalo linafanya services za meli. Naweza nikasema ndio Gulf nzima hakuna sehemu ambayo wanafanya services za meli kubwa kama pale Omani, Duqm. Sasa pale Oman Duqm kuna kampuni kubwa ya Omani ambayo inaendesha ile port inaitwa ODC, Oman Dry Dock Company. Hapo ndio inapofanya service kubwa. Meli yoyote yenye ukubwa wowote unaijua duniani, pale ndio inapofanyiwa service. Sasa Irani wanadai kuwa kulikuwa kuna meli ya Kimarekani ambayo ambayo huwa inajaza mafuta meli zingine ambazo zinafanya operation au ndege zingine zinafanya. Kwa hiyo ilikuwa pale, kwa hiyo wakaamua kuilenga. Wakati wanailenga tayari kulikuwa kuna taarifa za uwepo wa waziri wa mambo ya nje wa Iran Abbas Araghchi akiwa alikwenda Omani katika mazungumzo ya kuhusu kile kinachoendelea kuhusu Hormuz. Kuna taarifa iliandikwa jana, niliona iliandikwa na CNN pia. Waliandika hii taarifa kuwa Omani ilikuwa imepeleka proposal mpya kwa Irani kuwa inaomba itumie njia ya pili, yani meli zingine zipite kwenye njia ya pili ambayo itakuwa njia ya Omani, lakini katika uratibu wa IRGC. Yani uratibu wa njia wote utatoka kwa nani? Kwa IRGC, lakini yani meli kabla hazijapita njia ya Omani zitaomba kwa wa Irani, alafu Irani wataruhusu, lakini njia zitumike kati ya njia ya Omani na njia ya Irani. Hili ombi lilikuwa bado halijakubaliwa, lakini ilitajwa na vyombo vya habari ikiwemo CNN kama ilikuwa ndio maombi ambayo yamewasilishwa kwa Irani kutoka kwa Omani kuwaruhusu njia ya pili Irani waweze kupita. Sasa taarifa iliyochapishwa na vyombo vya habari asubuhi ya leo ndio hii hapa ambayo imeandika hapa, inasema Teherani imetangaza kufunga kwa mlango wa bahari wa Hormuz siku ya Jumapili na kurusha makombora na ndege zisizo rubani kwa majirani zake wa Ghuba kama kulipiza kisasi kwa mashambulizi mapya ya Marekani kufuatia shambulio la vikosi vya Irani kwenye meli za kibiashara iliyoachwa ikiwaka moto na wafanyakazi wake. Ving'ora na milipuko vilisikika Qatar, Falme za Kiarabu, Bahrain. Waandishi wa habari wa AFP na mamlaka za mitaa waliripoti ongezeko la hivi karibuni la kudhoofisha makubaliano ya muda kati ya Washington na Teherani yenye lengo la kukomesha vita vya Mashariki ya Kati. Pentagon ilisema ilishambulia Iran mapema Jumapili baada ya vikosi vya walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu kufyatua risasi kwenye meli ya makontena iliyosajiliwa kule Cyprus, ambayo walisema ilikuwa ikisafiri njia isiyoidhinishwa kupita mlango wa bahari wa Hormuz. Kwa hiyo tangazo la Irani la kufunga Hormuz linakuja na jibu lile ambalo nadhani juzi niliwaambia wakati CENTCOM walipotangaza, walisema kuwa Irani sio mmiliki wa Hormuz. Wao katika kipindi kirefu hapa tangu mwezi Mei wamepitisha zaidi ya meli 800 na takriban mapipa milioni 380 ya mafuta yalipita hapo, wao wakidai kuwa Irani sio mmiliki wa Hormuz. Sasa jibu la kufungwa kwa Hormuz litatoa jibu nani mmiliki wa Hormuz, au nani ana uwezo wa kuzuia Hormuz, au nani anataka kwenda kwenye hili. Lakini nadhani nimezungumza nawe mara kadhaa kuwa haya yanayoendelea yanaashiria nini? Spika wa bunge la Irani Mohammad Ghalibaf jana aliandika kwenye mtandao wa X, akaweka akaweka kifungu cha 5. Yeye alichukua kwenye ile MOU, yani Memorandum of Understanding, ambayo ilikuwa imewapeleka kwenye makubaliano. Sasa alichukua kile kifungu cha 5 tu akakiandika kwenye mtandao wa X, ambacho kifungu kile kinasema kuwa ikiwa makubaliano haya yatasainiwa, basi yani ikiwa MOU hii itasainiwa, basi uratibu wa shughuli zote za njia zitaratibiwa na Irani kutoka kwenye pwani ya Irani mpaka pwani ya Omani. Kwa hiyo upitishaji wote wa meli katika kipindi cha siku 60 utakuwa chini ya IRGC na uratibu wa Irani. Nadhani alikiweka kile kifungu kuwakumbusha kuwa nani ambaye anatoka nje ya mstari kwenye hili, na tumeona kuwa Marekani bado kuwa hawataki escalation, anaweza kusema hawataki muendelezo zaidi. Ndio maana unaona Donald Trump ni anagusa anatoka. Ukiangalia taarifa za juzi, mfano tishio lile la ambalo limetajwa kama Irani anataka kumuua Donald Trump, iliandikwa na gazeti moja la Israeli la Hayom. Hii taarifa iliandikwa vizuri kwenye gazeti la Israeli, inasema hivi: Israel warn Iran plot as White House suspected push for war.
nilishalizungumza mwanzo na nimeshawaeleza kipindi cha nyuma, yani anakusudia kusema Israel yaonya kuhusu njama ya Irani, huku washukiwa wa ikulu ya White House wakishinikizwa kurejea kwenye vita. Hii taarifa imeandikwa na gazeti la Israel, lakini ikinukuu gazeti la Wall Street Journal la Marekani ambao lilikuwa limeandika taarifa, na hii taarifa inabaki kwenye uwiano ule ambao nimekuambia mara kadhaa kuwa kuna mambo mawili tu, hakuna la tatu. Donald Trump na waziri mkuu Netanyahu hawapo kwenye ajenda moja, yani hawapo kwenye njia moja ambayo itawafikisha. Kwa hiyo kwenye swala la Irani, ima mmoja atoke kwenye njia, mwingine aende kwenye njia mwenzake. Manake kuwa hakuna njia moja itawafikisha salama wote, ni lazima wagawane njia, mmoja apite huku, mmoja apite huku. Lakini mara kadhaa nimekukumbusha kuwa yoyote atakayeacha njia yake atafata njia ya mwenzake, ndio itakuwa mwisho wake. Yoyote atakayeacha njia yake akafata njia ya mwenzake itakuwa mwisho wake, kwa sababu Donald Trump ili anusurike na hili angalau ni kuacha vita, yani atoke tu kwenye vita. Leo bei ya mafuta, rafiki yangu mmoja alikuwa California, alikuwa ananitumia ni $5.3 plus kwa galoni, $5. Umeelewa? $5 kwa galoni. Ukiangalia mwanzo wa mzozo kabla ya Aprili 28 ilikuwa ni 2.77 kwa galoni, yani $2.77, yani galoni ni lita 3 plus. Sasa iko $5 na kitu. Kwa hiyo kadri Marekani anavyobaki ni hivyo hivyo. So, usifikiri kuwa wewe unanunua bei ya mafuta 4,000 Dar es Salaam ukadhani kuwa wao labda wanachekelea. Ni nchi tu zenye uzalishaji ndio zinaweza zikapata bei ndogo ya mafuta, ikiwemo Irani na wengine mafuta wanakuwa nayo, lakini wote ambao wana import mafuta wote tunaumia katika muktadha ule ule. Sasa hilo ndio unaliona kwa upande wake. Sasa Trump ni lazima atoke kwenye vita ili angalau apate pumziko kidogo. Netanyahu ni lazima abaki kwenye vita ili apate pumziko kidogo. Kwa hiyo nani atakayemvuta mwenzake kwenye njia yake? Atakayeweza kumvuta mwenzake kwenye njia yake ndio atakuwa amefanikisha. Sasa gazeti la Israeli la Hayom lilichokiandika, kwa nini haya yanatokea? Haya hapa nakuletea. Haya kwa nini yanatokea? Inasema hivi, jarida la Wall Street, yani hii ni taarifa ambayo imeandikwa na gazeti la Hayom likinukuu jarida la Wall Street. Najua kuna watu wanasema, mbona umetuambia wakati, yani mtu anakusikiliza anatafuta kosa dogo tu, yani moja tu, yote ukipakini anatafuta moja tu, lakini ndio inakamilisha ubinadamu. Jarida la Wall Street likinukuu maafisa wa utawala wa Marekani wakisema wana wasiwasi kwamba Israeli ilikuwa inajaribu kuishawishi maamuzi ya rais kupitia ujasusi na kuirudisha Marekani vitani. Ripoti hiyo pia ilisema ukosefu wa mifumo ya ulinzi ulimfanya Trump kuepuka ndege iliyotolewa na Qatar alipokuwa akirejea kutoka Uturuki. Yani hao wanakiri kuwa taarifa iliyopelekwa na Israeli, ambayo Israeli walisema kuwa Trump, Irani wanataka kukuua, ni taarifa ya kijasusi ambayo nia yake moja tu, kuirudisha Marekani vitani. Lakini taarifa iliyotolewa, kwa sababu Trump alibadili ndege alipokuwa Uturuki, wakati anataka kutoka ibidi aite ile Air Force One, kwa sababu alienda na ile Air Force ambayo alizawadiwa Qatar. Kwa hiyo wanasema kuwa alirudi kwenye Air Force One kwa sababu ile ndege ilikuwa haina mifumo bora ya ulinzi ukilinganisha na Air Force One, kwa hiyo ilibidi aagize Air Force One irudi. Jarida la Wall Street Journal liliripoti kwamba Israeli ilikuwa imeshiriki ujasusi mpya na Marekani, ambayo ilisema iliashiria mpango mpya wa Irani wa kumuua rais wa Marekani Donald Trump. Gazeti la New York Times pia liliripoti mapema kwamba Trump alikuwa ameruka na ndege yake ya zamani kama tahadhari ya usalama, kwamba Israeli ilikuwa imeshiriki ujasusi huo katika juhudi za kushawishi uamuzi wa Marekani kabla ya kurudi vitani kamili na Irani. Walibainisha kuwa sehemu moja ya ujasusi mara nyingi hutoa picha iliyogawanyika tu ya tishio linalowezekana. Irani inajua kwamba kumdhuru Trump kunaweza kusababisha mwitikio mkubwa wa jeshi la Marekani. Hata hivyo, jarida la Wall Street liliripoti kwamba ukosefu wa uwezo wa kujilinda ndani ya ndege mpya ya kifahari ya Rais Trump ulimfanya arudi nyumbani kutoka Uturuki wiki hii kwa kutumia ndege ya zamani ya Air Force One, baada ya maafisa wa Marekani kupokea taarifa za kijasusi za Israeli kuhusu njama inayowezekana ya mauaji. Baadhi ya maafisa hao walisema tishio hilo halikuchukuliwa kuwa na kuaminika na kikamilifu. Yani walilipokea lakini wakajua tu hizi ni hila. Hatulichukuli kwa tahadhari kubwa, lakini wakachukua baadhi tu, sema hizi ni hila. Sasa taarifa hiyo inaendelea kusema hivi, gazeti hilo lilisema kwamba ingawa Trump alikuwa ameonyesha upendeleo wa kidiplomasia, yani ingawa Trump aliona kuwa haya masuala ni lazima tuyamalize katika njia ya diplomasia, Israel yenyewe ingependa kuona kampeni ya kijeshi ikianza tena ili kuendelea kuidhoofisha Irani na kuidhalilisha.
Kulingana na watu wanaofahamu jambo hilo, maafisa wa kijeshi wa Israel wameendelea kupanga malengo ya ziada nchini Irani tangu mwisho wa kampeni. Vyanzo vya kijeshi vilisema hata wakati Trump akiendelea na hadithi za diplomasia, wao wanaandaa kuwa tunahakikisha kuwa Marekani itarudi kwenye vita. Sasa hili lililotokea la kufungwa Hormuz, mara kadhaa nimekuwa nikizungumza na nyinyi kuwa vita ni malengo, ambaye hutimiza malengo ndio hushinda vita. Kwa hiyo unaweza ukajiuliza kuwa hivi mgogoro wa sasa hivi ambao umepelekea Hormuz kufungwa na dunia kurudi iliko, tunajadili nini? Marekani na Iran wanaparurana kwa lipi kwa hivi sasa? Utaona jibu ni dogo tu, Hormuz. Hadithi ya nyuklia na makombora imekwisha, ipo au haipo? Kwa unaweza ukaelewa kuwa malengo ya vita ya upande wa pili yako mbali sana, lakini kuna malengo ya upande mwingine yanakuwa yapo karibu zaidi, kwa sababu kupitia hili Iran ikafanikisha kuwa walimwondolea vikwazo, wameruhusu wafanye biashara, japokuwa wamerudisha vikwazo, wanafanya. Kwa hiyo Iran alichofanikiwa ni kucheza nje ya uwanja. Mechi inachezwa pembeni kabisa, wala hachezi kwenye uwanja ambao mlitakiwa mcheze, kwa sababu uwanja uliopaswa ucheze hapa ni nyuklia, makombora na proxy wake. Mechi inachezewa wapi? Hormuz. Meli kwa nini wanashambulia? Nani anamilika Hormuz? Ndio mechi inapochezwa. Sasa balozi wa Marekani nchini Israel Mike Huckabee alithibitisha katika mahojiano aliyofanya na Fox News siku ya Jumamosi kwamba taarifa za kijasusi za Israeli zilikuwa zimeipa utawala wa Marekani taarifa kuhusu njama ya Irani kumuua Rais Donald Trump. Wiki hii taarifa za kijasusi za Israeli zilituarifu rais na maafisa wa utawala huu kuhusu njama maalumu inayolenga kumuua Rais Trump, Huckabee alisema. Hata hivyo, ofisi ya waziri mkuu wa Israel Netanyahu haikujibu ombi lolote la kutoa maoni. Ni uamuzi wake Trump kuwa arudi kwenye njia ya Netanyahu, ajimalize, abaki kwenye njia anayoiona ajinusuru angalau kiasi, lakini muda sio rafiki yake. Walikuwa na siku 60 za kuzungumza. Sasa takriban wiki mbili, karibu wiki tatu zinakatika toka walivyomaliza yale ya kwanza. Maanake zile siku 60 zitakwenda. Kile nilichokizungumza kuwa siku 60 haziwatoshi, wataongeza na mpaka uchaguzi wa Israeli utafika, watakuwa bado hawajazungumza mambo mengi, hawajafikia chochote. Mpaka uchaguzi wa Marekani utamalizika, hawatakuwa wamefikia lolote. Lengo la Irani litatimia. La jiwe moja ndege wawili. Wakati Netanyahu anaangalia kwa nataka nijinusuru mimi nimwangamize Trump, na Trump anaangalia nataka nijinusuru mimi nimwangamize Netanyahu, Irani wanavyotazama wao ni kuangamiza wote kwa pamoja. Wataangamiza vipi? Kuendelea kucheza na muda. Huu muda kadri wanavyouchezea ndio muda unavyokwenda kuwasogeza karibu na kitanzi, na kitanzi kitakuwa ni masanduku ya kupiga kura katika nchi zao. Jamani, nashukuru nimekuja kuwaeleza kiasi hili jambo. Asanteni na inshallah tutazungumza mara nyingine tena. Shukran sana na nawashukuru. Kuna mtu aliniuliza, hivi unatumia kamera gani unapofanya video zako? Jamani, hii ni kamera ya Google Pixel 10 Pro Z Fold. Nafikiri nimeeleweka. Asanteni. Nawashukuru sana.